Sijajua unapenda hadithi kiwango gani, lakini mimi wanapenda hadithi na huwa pia nazielewa. Sasa kuna mzee mmoja alikuwa anaelekea katika shamba lake la miwa. Akiwa anakaribia kuingia kwenye shamba lake, akiwa amebeba fekeo, akasikia kuna stories zinaendelea katika shamba lake la miwa. Anavyokaribia akakuta mua unamwambia nyasi, "Bwana nyasi, mimi najua napendwa kuliko wewe, nina thamani kuliko wewe na pia mimi ni mkubwa kuliko wewe. Lakini ningetamani unishauri jambo, wewe nyasi. Unaweza kanishauri nini?" Nyasi kawaambia mua, "Mimi ushauri wangu kwako ni kwamba waambie wakulao wasiwe wanakukula kuanzia chini kwenda juu, baada yake wanaanzia juu kushuka chini." Mua kauliza tena, "Umesemaje?" Nyasi kasema hivi, "Waambie wakulao wasiwe wanakukula kuanzia chini kwenda juu, badala yake wao wanakula kuanzia juu kushuka chini." Mua ukasema, "Huu ni msamiati kwangu, sijaelewa unamaanisha nini?" Nyasi anapotaka kumjibu ikagundua kuna mtu anakuja na fekeo. Nyasi haikuwa na nguvu, ikijua wakati wake wa kufyekwa umefika. Nyasi kanyamaza. Kweli yule mzee akaingia kwenye shamba lake, akazifyeka zile nyasi zote. Wakati anataka kukata ule mua sasa aende nyumbani, mua ukamwambia, "Tafadhali naomba, kuanzia leo unavonikula usi unakula kuanzia chini kwenda juu, badala yake unanikula kuanzia juu kwenda chini." Yule mzee hakutaka kuuliza maana yake nini, akaufyeka ule mua. Ila wakati anaondoka pale shambani, anapandisha mlima kwenda nyumbani, akawa anatafakari, huu mua ulikuwa unamaanisha nini? Kwamba nisiwe nakula kuanzia kwenye shina kwenda juu, niwe nakula kuanzia juu kushuka chini. Maana yake nini? Yule mzee hakupata jibu. Kumbuka na mua ulifyekwa kabla haujaelewa maana yake nini kutoka kwenye huo ushauri kutoka kwa nyasi. Yule mzee akafika nyumbani, akawaelekeza watoto wake, akakusanya watoto. Wakati wanampokea akamwambia, "Wanangu, njoo tukae." Wakakaa. Akaambia, "Huu mua anavyotaka kukata umenishauri jambo moja au umeniambia jambo moja. Kuanzia sasa tusiwe tunaikula miwa kuanzia chini kwenda juu, tuwe tunaanzia juu kushuka chini." Watoto wakamuuliza mzee, "Sasa kwa nini tuwe tunakula hivyo tofauti na desturi ya siku zote?" Mzee kabla hajaongea kifua ghafla kambana. Yule mzee kakosa pumzi, akafariki pale pale. Kwa sababu ya muda wake ulikuwa umeenda sana, basi msiba kafanyika. Baada ya mazishi kumalizika, wale watoto wakaitana wote kwa pamoja, wakakaa, wakachukua mua, lakini pia wakasema tuzingatie sana maneno ya mzee kwa sababu yalikuwa maneno yake ya mwisho. Wote hawakuwa na majibu, mzee hakuwa na majibu, mua hakuwa na majibu. Watoto wakati wanakula ule mua wakasema tuzingatie, tule kuanzia mbele tuwe tunashuka chini. Sasa baada ya kuanza kukula ule mua tofauti na desturi waliozoea, wakaanza kula kuanzia mwishoni wanashuka chini kwenye shina. Walipomaliza, kaka kauliza, "Mmejifunza nini kwenye staili ya ulaji huu wa mua?" Wakasema, "Si hatujajifunza kitu." Kaka yao akasema, "Kuna jambo mimi nimejifunza." Wakauliza, "Kaka, umejifunza jambo gani?" Akasema hivi, "Siku zote tulikuwa tunakula mua kuanzia kwenye shina tunamaliza mbele. Kule mbele kuna baadhi ya vitu watu tunavitupa na ule mua tunauchukia kwa sababu ladha yake kule mbele inakuwa mbaya kuliko wa mwanzo. Lakini leo tumeanza ladha mbaya, sio nzuri sana, kwa kadiri tunavyoenda mwishoni kumekuwa na ladha nzuri na tamu kuliko mwanzoni." Watoto wote wakashangilia wakasema, "Kweli kaka, umegundua kitu ambacho babu yetu alituambia." Lakini kaka yao akasema, "Kuna habari fulani nilisoma kwenye kitabu fulani inafanana na hii hadithi ya mua." Wakamuuliza, "Kitabu gani kaka ulisoma?" Kaka akachukua kitabu cha Mhubiri, akafungua katika Mhubiri sura ya 7 na ule mstari wa 8. Akawasomea kama ambavyo mimi nakusomea leo. Biblia inasema hivi, "Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi." Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na uvumilivu wa rohoni kuliko mwenye kiburi. Wale watoto wakashangaa wakasema, "We kaka, mbona umefumbua fumbo kubwa sana ambalo babu yetu alikuwa ameliacha?" Kumbuka babu alikufa na majibu, mua ulikufa una majibu, lakini nyasi ndiye iliyotoa ushauri. Je, unadhani huyu kaka mtu alivumbua kitu ambacho nyasi limaanisha? Au kuna kitu kingine nyasi limaanisha kuwaambia mua kwamba wakulao wao wanaanzia juu kule wanashuka chini? Watu wengi huanza vizuri mwanzoni na uzingatia sana wanavyoanza, lakini kule mbele kwa kadiri wanavyoendelea, kwa sababu ya kupongezwa, kwa sababu ya kusifia, unakuta unaharibu vibaya. Na kwa bahati mbaya watu huangalia sana mwisho wa mtu anamalizaje kuliko alianzaje. Hawana shida na namna ulivyoanza, hawana shida ulianzaje, ila wanaangalia ulimalizaje. Ule mwisho watu wanaobeba kama ulivyo, watakutambua hivyo kwa mwisho wako. Hata kama ulianza vizuri, ukimaliza vibaya, watu wanabaki na ile rekodi ya mwisho
ulivyomaliza. Hata kama ulianza vibaya ukamaliza vizuri, watu wanabaki na ile rekodi ya mwisho, ulimalizaje. Je, unadhani kaka mtu alichogundua ndicho nyasi ilichokuwa inamaanisha? Naomba weke maoni yako hapo. Punguza binafsi, weka maoni yako hapo. Wewe umejifunza nini katika hadithi hii? Bye bye. Mpaka wakati mwingine.